Babe. Yes, babe. Natumaini umefurahi sana. Ndio, lakini nitakuwa ende kwa mkeo sasa. Sababu nimekuja hapa tu enjoy. Sio unaambia habari gani hizo? Kwa usiku sana, leo kalale naye basi. Basi na mama wangu. Pana, kesho. Leo nenda. Takuja kesho. Lakini hakikisha ukifika kwa usimfokee. Umwambie taka ulikuwa dukani. Sawa. T-shirt langu liko wapi? Ule pale. Bye. I love you. Love you too. Unaumiza kidogo wachukia, sura wabadilisha unageuka chita. Kiangu nilikuwa dukani. Dukani ndo wache simu, mimi nakutafuta na simu inaitia ndani. Unajua nienda kununua kitu kule dukani. Sasa kupita pale bana, nikapita banda umizo kwa kuwa na mpira mkali. Sasa unajua ile shango za mpira nikajikuta nilijisahau. Usifanye tena hivyo. Hamna shida basi. Sawa. Alafu nakumbuka kitu. Huko dukani bwana nikuletea zawadi. Sasa unajua kutokana na mpira, unajua jana tena. Wewe jimwagie maji afu narudi tulale basi. Sawa, mimi niko nakusubiri. Haya. Usichelewe. Sawa. Nakutaka wewe, usiniache mwenyewe siwezi. Nakupenda wewe, nakutaka wewe. Mume wangu. Mimi peke yangu. Ndio basi tulale. Sio utachezea simu mpaka saa ngapi? Mimi nakusubiri muda wote. Mimi sisikii kulala bwana. Wewe kama unalala lala. Kama unajisikia vipi naye njoo uchezea simu. Mbona unakuwa hivyo lakini mume wangu? Sitaki usumbufu kwa kweli. Hebu wewe niache kidogo. Kama una usingizi lala. Hayo mambo mengine yanakuhusu nini sasa?
unaona? Lakini mimi nilikuwa naandaa chakula kwa ajili yako. Mimi nitakula huko na kwenda. Lakini shoga yangu, maana sio kwa zile simu, yaani mpaka nimeacha kazi nilizokuwa nafanya. Niambie, una shida gani? yaani mimi na rafiki yangu, kiukweli nyumba yangu mambo ninayopitia ni magumu sana, na kama unavyojua mimi sina rafiki ambaye labda naweza kumwelezea tofauti na mimi. Mimi siwezi kukuficha, wewe ndio mtu wangu wa karibu. Wewe unapitia nini shoga yangu? Niambie, kuwa uhuru, naweza labda nikakusaidia. Hebu niambie. Mimi nakuelewa sana rafiki yangu, lakini kuna vitu vingine havivumiliki. Najitahidi sana kumvumilia mume wangu. Wewe unanijua vizuri mimi ni kiasi gani ambavyo nampenda yule mwanaume, lakini imefikia hatua mimi mume wangu hata kunipa muda wake ni ngumu sana. Hapa tunavyoongea, ukiniuliza mara ya mwisho kukutana na mume wangu kimwili sikumbuki, na hata ikitokea basi amenipa huo muda wake, hata dakika 10 haziishi. Jamani, pole mpenzi wangu, kumbe unapitia changamoto hivyo. Lakini mimi najihisi kukata tamaa juu yake Nina, maana kadri siku zinavyozidi kwenda mimi najipa moyo nikiamini labda ipo siku atabadilika, lakini mambo yanazidi kuwa magumu, mengine mimi hata kuyabeba siwezi. Najua, lakini hapana, kwa kweli mambo vumilie. Umeelewa mpenzi wangu? Kikubwa ni kumwomba Mungu, piga goti, mrudie Mungu, mshtakie mambo yako yote unayopitia kwenye ndoa yako, na imani Mungu ataweka wepesi, mume wako atakuwa sawa. Hakuna mwanaume ambaye yupo mkamilifu, wanaume wote ni hivyo hivyo, lakini kikubwa wewe unasimama vipi katika ndoa yako. Umeelewa mpenzi wangu? Kweli. Umeelewa? Cheka basi. Wewe. Mbona unakema hivyo? Shida nini? Kichwa kinaniuma sana. Kichwa kinawaza ngapi? Sijui. Naomba mwambie pia niendelee chai. Mimi niweze kumeza dawa. Sasa mke wangu, umesema kichwa ndio kinaanza sasa hivi. Hizo dawa umezitoa? Sipo kwenye kabati bado. Labda upime pia, maana huu unywaji wa dawa kiolela sio mzuri. Takuwa sawa sawa. Yote nilete huko niweke sebleni. Leta chumbani. Jamani, kwani pia siku hizi ana shida gani? Mimi simuelewi. Achana naye, labda yuko sawa. Yule ni mtu mzima. Najisikia yuko sawa. Kidogo naendelea vizuri. Itakuwa sawa. Ndio. Moyo unaumia na shida kuvumilia. Unaumiza kidogo wachukia. Sura wabadilisha unageuka chita.
kuchana parua waniacha naumia. Upweke, upweke, mwiba ndani ana siri haijatulia. Kipi naweza fanya akili yako ikatulia? Upweke, upweke, mwiba ndani ana siri